Ndugu zangu wa Tanzania, leo ni siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametunusuru hai. Yamepita hapo mambo mengi kidogo katika hii wiki iliyopita. Tumeshuhudia kifo cha ndugu yetu muasisi wa Chadema, Mzee Mtei. Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi, maana alikuwa ni mzee mzalendo, mzee mwenye ujasiri, mzee ambaye alikuwa anasimamia haki na kitu ambacho anakiamini. Roho wa Mungu, roho yake naomba Mungu aipumzishe mahala pema peponi. Amina. Lakini vile nimemsikia Mzee Butiku ameita kongamano lile, wazee si kamati ya wazee, ikiwa chini ya mwamvuli wa taasisi ya Mwalimu Nyerere. Nikaona kwamba huyu mzee atakuwa amepotoka kwa kiasi kikubwa sana. Inawezekana labda amechanganyikiwa kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu gani? Lazima kwanza nikiri mambo yafuatayo. Mimi huyu amekuwa mzee wangu kwa muda mrefu. Amekuwa akinipa mentorship kwa muda mrefu. Ujasiri wa kusimamia haki amenijaza sana yule mzee. Pamoja na mzee Warioba na wazee wengine akina mzee Magari Shibuda na wengine wengi tu, hata viongozi wengine wapo kwenye serikali leo wapo, ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakinijaza uzalendo na wamekuwa wakinijaza ujasiri wa kusimamia haki na kutokuyumba kwenye kitu ninachokisimamia, hasa katika kitu kinachoitwa haki na ukweli na kulipigania taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikiri kabisa wazi. Sasa nilivyoona mambo haya yametokea, nimesikitika sana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mimi ni mmoja ya vijana ambao nilimfuata kabla ya uchaguzi kufanyika. Nikamweleza vizuri kwamba nchi yetu imeyumba. Nchi yetu uongozi umeyumba. Ninaomba wewe kiongozi mzee uwashauri wa viongozi wa serikali watende vizuri, kwa sababu nchi imeyumba. Tunakoelekea kwenye uchaguzi kutatokea machafuko makubwa. Nilimwambia pale, maana nilikutana naye kwenye ofisi za mara nyingi, nimekutana naye mara nyingi kwa kweli. Nazungumza ukweli. Kuna sometime wakati tunazungumza kwenye simu, mimi yule mzee nikamwambia kuna machafuko. Yeye aliniambia kwamba ameombwa na serikali, ameombwa na viongozi waisaidie CCM. Na mimi nikamwambia kuisaidia CCM sio kufunika kombe mwanaharamu apite. Kuisaidia CCM ni kusema ukweli, ili kusudi iweze kwenda fanyeje, CCM iweze kushinda kwa haki. Kuisaidia CCM sio kutumia mabavu, sio kutumia dola ili kusudi baki madarakani. Kuisaidia CCM sio kuruhusu viongozi waovu au viongozi wadhaifu waendelee kuongoza. Nilimwambia haya maneno. Nikamwambia kwamba tunaelekea kubaya. Mbona unaona kuna hatari mambo nchi inabagazwa? Nilimwambia mimi nchi inabagazwa. Angalia kwenye swala zima la sakata, mfano kama lililotokea sakata la bandari. Nilimfuata mzee yule nikamweleza kwamba sakata la bandari zinaondoka hizi, zinauzwa. Mzee vipi, mbona mmenyamaza? Kwa lugha nyingine, kwa kunyamaza kwao inaashiria kwamba inawezekana watu hao wamehongwa. Wanyamaze, kwa sababu kitendo cha kuniambia kwamba tumeambiwa tuisaidie serikali na chama, maana yake ni kwamba labda wamehongwa. Mnaweza mkaelewa sasa ninachokimaanisha kitu gani? Kwa sababu yametokea mambo mengi. Kulianzishwa uchimbaji wa madini kule kwenye hifadhi ya mbuga, yani kinyume na sheria ya rasilimali za nchi, yani kinyume cha sheria ya mazingira kule kwenye maeneo mengi tu kwenye mbuga kwenye hifadhi zetu, kinyume cha sheria namba 2283. Hata kule Kigoma Moyowosi, Kibondo Moyowosi pale
kuna uchimbaji wa madini. Hawa viongozi wameamua kuchimba madini. Nikamwambia wanaharibu mazingira. Je, tukiruhusu rasilimali hizi madini yakachimba kwenye mbuga, je, vizazi vyetu vitakuja vitafaidi nini? Ninamwambia mzee hakuchukua hatua yoyote. Nawaeleza vitu hivi ujue kwamba mimi ninachokizungumza mimi sizungumzaki uongo. Tukaona bandari inauzwa. Tukaona maeneo mengi tu katika mfano kama jiji la Dar es Salaam. Nenda pale mfano kama wapi pale Jangwani. Jangwani pale si pameuzwa, pamepewa mtu. Nenda kule wapi panaitwa pale Tazara. Tazara eneo lile si amepewa mwekezaji, kuna ICD pale. Nenda kule Temeke. Temeke kuna shule ya msingi iliuzwa. Akapewa mwekezaji, leo kuna makontena pale kwenye shule ya msingi. Na mweleza mzee kwamba chukueni hatua, muisaidie nchi. Hakuna, hawakuchukua hatua zote. Kumbe walikuwa wametegesha yatokee haya, halafu waunde kamati ya usuluhishi au kamati ya maridhiano. Ni aibu kubwa. Ni aibu kubwa. Yaani rasilimali zinaondoka, yani hampigi kelele. Watu wanatekwa, watu hawampigi kelele. Watu wanauawa, watu hawampigi kelele. Halafu baadaye mauaji yametokea kama hivi, halafu mnakuja kuunda kamati inayoitwa kamati ya maridhiano kwa sababu mimi niliwashauri hata kabla ya kuunda kamati hii mambo yalivyotokea. Niliwaambia kwamba cha kwanza kabisa kabla ya kufanya yoyote, niliongea na viongozi kwamba nyinyi viongozi kabla ya kufanya lolote mshaurini Mheshimiwa Rais, zaurini mamlaka zisifanye kuunda tume yoyote ya kufanya, badala yake kwamba kitu cha kwanza kabisa uwajibikaji wa watu wote waliosababisha mauaji ya tarehe 29 mwezi wa Oktoba ifanyike. Wawajibishe watu na wananchi wajue, waone kabisa kwamba kuna watu wamewajibishwa. Baadaye mkishamaliza kufanya hivyo, mnaweza sasa kuita maridhiano, watu turidhiane, kuomba maridhiano, turidhiane. Umeelewa vizuri? Na lazima katika kutakia maridhiano awepo mtu ambaye ni trusted kwenye umma. Nikashauri kwamba mtu ambaye anaaminika kwenye umma wa Tanzania ni mmoja tu. Mtasema nini? Ni mmoja tu. Joseph Warioba Sinde. Joseph Warioba ndio mtu mwadilifu katika taifa hili. Ndio mstaafu pekee aliyesimama kwa ajili ya haki na kwa ajili ya ukweli. Huyo ndio anaaminika na Watanzania wote. Mchukueni huyo, halafu mpeni nafasi sasa ya kuunda kamati baada ya kuwajibishwa. Huyo ndo anaweza kuliongoza jopo la watu katika kufanya maridhiano. Umeelewa vizuri? Niliwaeleza mimi kwa ukweli na bila huba, bila aina yoyote. Lakini lazima kuitishwe sasa viongozi, yani kufuta uchaguzi, tuite uchaguzi mwingine. Uchaguzi huu ufutwe. Badala yake uitishwe uchaguzi mwingine ili kusudi ufanyeje? Tuchague viongozi wengine ambao wanaaminika kuna umma, ambao wanawakilisha wananchi. Hapa angalau mtakuwa katika nafasi nzuri sasa ya kufanyaje? Ya kulisukuma gurudumu la Watanzania kwenda mbele. Bila hivyo hamtaongoza nchi hii. Niliwaambia mimi, hamtaiongoza nchi kwa sababu nchi hii tayari na maumivu. Nchi hii tayari na mgawanyiko mkubwa. Hakuna kiongozi atakayesimama mbele ya hadhara, mbele ya wananchi, akawasimulia wananchi wakamuelewa. Niliwaambia. Lakini kwa sababu sikio la kufa halisikii dawa, hawakunisikiliza, wanaona kama labda napiga porojo. Lakini nilisema nao hawa viongozi wengi. Hata Majaliwa, Kassim Majaliwa, nilimweleza. Tena yeye nilimwambia kabisa kwamba jitoe muhanga kuliokoa taifa kabla ya uchaguzi. Jitoe muhanga mliokoe taifa kwa sababu kuna machafuko yanaenda kutokea. Mimi niliona katika ulimwengu wa roho. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Naposema ujue kwamba nazungumza kitu, sizungumzi mimi, nazungumza Roho wa Mungu aliyeko ndani yangu ndio anayezungumza. Nikawaambia, lakini wakapuuza kama kawaida yao. Hamwezi mkai kwa sababu tayari mgawanyiko mkubwa. Hakuna mwana CCM yoyote mwenye akili timamu anayeunga mkono mambo haya. Hayupo. Kwa sababu ya unafiki tu na ubinafsi, kutaka madaraka, ndio maana unaweza kukuta mtu anapayuka anazungumzia haya mambo, yani iko sawa tu.
Hakuna mwananchi mwenye akili timamu, au ni mwana CCM au sio mwana CCM, ambaye anaweza kuunga mkono mambo haya, kwa sababu hata sera ya CCM hairuhusu mambo haya. Sera hii hairuhusu mambo hayo, kwa sababu CCM ni chama cha haki. Asili ya CCM ni chama cha haki. Sema kuna majambazi wameingia ndani ya CCM wakaamua kuiharibu image ya CCM. Na ndio maana CCM leo sio chama tena, ni chama dola. Kinatumia dola ili kusudi kibaki madarakani. Bila dola CCM hamna, haipo tena. Kwani ni uongo? Kwa hiyo hawa wazee niliwaambia kwamba mmeshindwa kutekeleza wajibu wenu. Kwa hiyo hamtasikilizwa tena. Leo kiko wapi sasa? Kiko wapi? Kiko wapi? Na ndio maana wasisitiza Watanzania wote kwa pamoja, kwa mujibu wa katiba ibara ya 25, kuanzia ibara ya 25 imetupa wajibu wa Tanzania kusema kufanyaje? Kuilinda nchi. Nataka niwathibitishie hilo. Ibara ya 25 inasema hivi, ukianzia ibara ya 25 inasema wajibu wa jamii. Ukisoma kuanzia ibara ya 25 mpaka ibara ya 29 29 imetupa mamlaka sisi wananchi kuilinda nchi. Sasa hatuwezi kuona hao viongozi yani wanataka kumaliza kabisa kila kitu. Yani bandari muuze. Mbuga zetu sasa hivi mnaenda kuchimba, halafu ni nyinyi tu mnajipa madaraka. Nani za uchimbaji wa madini kwenye hifadhi zetu. Vizazi vyetu vinakuja vivune nini? Vitakuja kufaidi nini? Hao viongozi wamejaa urafi, wamejaa ubinafsi mno. Hao viongozi wanatakiwa wakataliwe macho peupe, na tunatakiwa tuwakabili wa Tanzania, kwa sababu tukiwaacha hivi nchi hii wanaenda kuiuza yote, itauzwa. Na mbaya zaidi ni mtandao fulani hivi, wametengeneza mtandao mkubwa kiasi kwamba kuanzia mahakama wapo, nenda Ikulu wapo, nenda wapi, bungeni wapo, kote. Yani serikalini wapo, mahakamani wapo, yani bungeni wapo, wamejipanga. Kwa sababu nyinyi wa Tanzania msipokuwa na mshikamano, tutaendelea kuwa wanasesere tu. Hakuna mtu atakaye tuonea huruma, kwa sababu wenzetu wale wameamua kutukamua na kutumaliza kabisa. Kwa sababu kama kila rasilimali inayoenda inauzwa, kila rasilimali inayoenda wanajimilikisha wao. Sasa kuna nini hapo sasa? Na ndio maana niliwaambia walipoitisha CCM, walipoitisha harambee pale Mlimani City, of course na mimi nilikuwepo, nikamwambia mnachangisha bilioni 100 hizi. Mtu mmoja anatokea anachangisha bilioni 10. Mtu mmoja. Je, huyo mtu mmoja unafikiri atalipa kodi? Huyo mtu mmoja akienda kuchukua eneo kama eneo la mfano, kama amechukua eneo labda la shule ya Temeke, mtamwambia nini? Au amechukua Jangwani, mtamwambia nini? Au amechukua BRT mwendo kasi, mtamwambia nini? Na sasa hivi kuna mpango wa ile mwendo kasi Mofati. Anasema ile kampuni ya Mofati inataka wale daradara na bodajaji na bodaboda ziondolewe barabarani, wao tu. Umenielewa nzuri? Ukumbuke jiji la Dar es Salaam ile barabara ya mwendo kasi ile, kila siku zaidi ya shilingi bilioni 4 zinakusanywa. Maana yake wamepiga hesabu bilioni 4 kila siku zinakusanywa. Maana yake hawa viongozi wamejikusanya ili kusudi waondoe, kusudi wawekeze wao wenyewe. Hivi kweli sisi Watanzania hapa ndani ya Tanzania hii hakuna matajiri wanaoweza kupewa nafasi ya kuingiza magari mwendo kasi wakaoperate? Kama wana uwezo wa kuingiza magari yakasafirisha wananchi nchi nzima, mikoa yote 31 yanapelekwa, hakuna hata siku moja yani raia ameshindwa kusafiri kwenda Mwanza, kwenda Mbeya, kwenda Rukwa, kwenda Sumbawanga, kwenda wapi. Kila siku wanasafiri. Na hawa waliosafiri, kwani ni serikali? Ni mwekezaji gani? Si ni Watanzania hawa wamejikusanya, mwenye magari mawili, mwenye gari matano, wamejikusanya, wamefungua kampuni zao, wanasafirisha. Ina maana wanashindwa nini kuoperate pale barabara ya barabara za Dar es Salaam za mwendo kasi? Huu ni ufisadi mkubwa. Huu ni mpango wao tu. Wameamua kwa sababu kuna mabilioni ya shilingi nyingi, kwa hiyo wameamua kutengeneza mekanizmu ili kusudi hao viongozi waendelee kulamba.
Tusipokuwa makini, Watanzania hata figo zetu zitauzwa. Na kuelezeni ukweli, simameni Watanzania kwa ajili ya haki. Simameni kwa ajili ya kulipigania taifa letu. Tusimame, tusimuone kiongozi anatubagaza tukamchekea. Tumkabili macho peupe, bila hajizi, bila kuohofu, bila huba yoyote. Tusimame kwa ajili ya haki. Lazima taifa letu tupate haki, na haki lazima ionekane imetendeka. Mungu awabariki sana Watanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi ni kijana mzalendo. Lazima ukombozi wa kweli utokee, na hatutaogopa mpaka haki na ukombozi wa kweli wa Mtanzania umetokea, na rasilimali za nchi zitakuwa ni kwa ajili ya wananchi na sio kundi dogo la wahuni matapeli katika nchi. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.